Aksanti, karibuni wafuataji wapenzi wa lugha tukufu la Swahili. Nimejua mko wengi kufuata habari tumtarishia kwa magharibi ya leo kutoka shirika la RTNC mji mkuu Kinshasa. Na ukarasa wa habari utaweza kujielekeza upande wa Lualaba, mimi kabisa huko upande wa Kolwezi. Nafasi president wa nchi ya Kongo ya Demokrasia Bwana Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo aliweza kufika, na kumi kabisa kama vile umejua ataweza kuhudhuria kesho mkutano wa 12 wa maliwali wa majimbo 26 nchi ya Kongo ya Kidemokrasia. Na kufika kwake huko alienda kabisa, alipokelewa na shangwe na furaha na kuanja kufungua kabisa milango ya majengo kubwa iliweza kujengwa na serikali yenye kuongozwa na Mama Fifi Masuka Saini. President wa nchi ya Kidemokrasia kwa peke yake, alisindikizwa na mawaziri wa nchi ya Kongo ya Kidemokrasia wengine pamoja na viongozi wa ofisi yake, pia na Mama Denis Nyakeru. Huko aliona kuangalia mwenyewe peke yake namna gani wamejenga maofisi kubwa itaweza kusaidia kazi mbalimbali kwa kupokea wageni mbalimbali, kupokea hata kazi za mawaziri na viongozi wa jimbo hiyo ya Lualaba. Yote imejonga upande wa Kolwezi na msaada wa serikali yenye kuongozwa na Mama Fifi Masuka Saini, na mpaka sasa presidenti amepatikana tu upande wa Kolwezi. Habari kusika na ujamii utamjusha kwamba nchi Kongo ya Kidemokrasia kweli kuna wakimbizi wa vita wengi, watoto wadogo, watoto wanawake wenye kuwa na magumu, na wengine wamepata msiba mbalimbali, wengine wamekosa namna ya kuweza kuishi. Lakini serikali ya nchi ya Kongo ya Kidemokrasia, mimi kabisa waziri wenye kusika na ujamii, imefanya yote kwa kuweza kukinga na kuweza kusaidia watoto wadogo, ama watoto wa yatima, watoto wakimbizi wa vita, watoto wanawake wasioeneza miaka 18. Na hivyo basi kulianzishwa kutia saini kubwa mimi kabisa, na hiyo mpango kubwa wameita kukinga watoto. Na hivyo basi kwa msaada wa UNICEF pamoja na serikali ya Canada wamejikusanya pamoja na waziri wetu wenye kuongoza, waziri wa jamii wenye kuongoza Mama Aziza Munana Nathalie, mimi kabisa kwa kuweza kuendelesha mpango huo kama vile desturi. Kila mara umeona kuna watoto wengine wadogo wenye kubeba mimba, wengine wamepata kuingia kunako ndoa bila kueneza miaka kamili, na imeleta magumu na matatizo tumeita mimi kabisa kama rujua mariage precoce. Ni vizuri serikali imefanya yote kwa uongozi wa Mama Nathalie Aziza Munana wapashwe kukinga vijana, watoto, sio tu wanawake, pia wanaume, jinsi ya kuweza kuwapatia nao bahati kusudi kesho wataweza kusaidia nchi yetu ya Kongo ya Kidemokrasia. Na aksanti aliweza kupiga mimi kabisa kwa UNICEF, pia vile vile kwa askari ya serikali ya Canada. Habari kusika na sheria utaweza kujulisha kwamba waziri makamu anahusika na sheria nchi ya Kongo ya Kidemokrasia aliweza Bwana Samuel Mbemba ameendelesha kazi kufuatana na mipango mbalimbali anaofanya, na aliweza kutoa ripoti mbele ya watunga gazeti pisha wapasaji wa habari. Mimi kabisa namna wameweza kuhumuza kunako serikali yenye kuongoza na president wa nchi ya Kongo ya Kidemokrasia kuwafasiria mpango wa president wa nchi, pia mpango wa waziri wa kwanza, ya kwamba wale wote wenye kuleta matatizo na magumu watawapashwa kunaswa, wenye kukamata watu na masilaha, kunyang'anya pesa za watu, kuingilia watu kunako manyumba, kuua watu, kuiba vitu vya watu. Ni magumu sana na Wakongomani mji wa Kinshasa na penginepo watu wamelalamika na kulia. Na hivyo basi imejulisha kwamba serikali imekwisha kukamata mpango kwa kuweza kuwanasa, kukamata na kuwafuata popote wanapatikana. Hiyo hata wakuluna wanapashwa kupata matatizo wakinaswa watasamba na kuweza kuwapeleka kunako mimi kabisa gereza ni ya kubwa kwa kuweza kuwaweka huko. Tukiendelea na habari utamjusha habari kusika na banki kuu za ulimwengu, pia PME. Umejua unwerazi nchi yetu ya Demokrasia kuna mpango kubwa kabisa ya kuweza kusaidia wamama, pia vijana na wengine kwa kuweza kupata msaada waendeleshe kazi ya biashara. Na hivyo basi mpango kubwa unaofanyizwa mimi kabisa kunako shirika kubwa hiyo
inayohusika na PME. Mimi kabisa mpango huo umeita transformation, kusema mabadilisho, na waliweza kujikusanya na viongozi mbalimbali pia wenye kufanya kazi hiyo mbalimbali, waziri wenye kusika na wamama Amajar, pia katibu mkuu alikuwa hapo kupiga asante kuona kwamba wamekumbuka wamama, ni vizuri watumike mkono kwa mkono kwa kuweza yote kunyanyua uchumi wa nchi ya Kongo ya Kidemokrasia, pia kusaidia wale wanao lazima ya kufanya kazi ya biashara, kazi ndogo, na hiyo itaweza kunyanyua mimi kabisa uchumi wa nchi ya Kongo ya Kidemokrasia. Na hivyo basi Bwana Mangala, kiongozi wa mpango huyo, alipiga asante na kuona wale wote walitumika kuweza kutayarisha mpango kubwa utaendelesha mimi kabisa kazi hiyo. Na katibu mkuu anahusika na wamama Majan aliweza naye kupiga asante na kujulisha kwamba wataendelea kutumika pamoja kuweza kusaidia wamama, kusaidia vijana, kusaidia wanawake mimi kabisa kwa kuendelesha kazi ya biashara, ama kuweza kuwapatia pesa iwasaidie kunako biashara ama kazi mbalimbali ya uchumi nchi ya Kongo ya Kidemokrasia. Habari kusika na baraza la bunge, wanamemba wengine wa baraza la bunge waliweza kuzikusanya pamoja na viongozi mbalimbali wenye kusika na mazingira kuangalia namna gani ya kuweza kulinda pori, maji yetu tumeita ecosystem, pia na mimi kabisa hiyo kwa lugha ya Kifaransa wameita biodiversite. Na katika mkutano wao waliweza kuangalia namna gani wanapashwa kutumika pamoja mkono kwa mkono na kutumika vile vile na wale wenye nchi, wenye vijiji tumeita wa autochtone, na kwa lugha ya Kifaransa wameita population locale. Na hivyo basi namna gani kutumika nao pamoja kusudi ya kuweza kulinda pori, miti yao ndio inayopatia pepo safi na inaleta mimi kabisa lazima kwa maisha ya kinadamu. Ni vizuri watumike mkono kwa mkono. Ilikuwa hapa mji wa Kinshasa waliweza kuangalia jambo hiyo na kujulisha kwamba wataendelea kutumika tu pamoja kuweza kulinda pori, miti, maji ya nchi yetu ya Kongo ya Kidemokrasia. Tumejelekeza upande wa Otuele. Huko utaweza kujulisha kwamba pa Isiro huko kunako kulikuwa mkutano mkubwa kabisa. Hiyo mkutano hiyo waliweza kuzungumzia namna gani ya kujitolea kwa kuweza kukinga vile vile mti, kukinga pori na kupiganisha kabisa uchafu. Na katika mpango wao walionyesha vile vile uchafu kutoka kunako soko kubwa Mendambo na kuelekeza kunako fasi kubwa mkutano huko walienda kusafisha kuogota uchafu, wameita Emery Patrice Lumumba. Na umejua yote kwa uongozi wa liwali makamu wa jimbo hiyo Bwana Christophe Dara Matata pamoja na waziri mwenye kusika na mazingira ya jimbo hiyo walitumika pamoja na kujulisha kwamba ni vizuri ikiwa wakitumika pamoja wataendelesha kazi mbalimbali mimi kabisa ya kuwapatia raia fasi safi na wakae fasi safi na wajue kwamba uchafu umeleta magonjwa, lakini wakiwa nafasi wanaopatikana ni safi itakuwa vizuri. Na yote yale ni kwa kusudi mtu apashi kuishi vizuri. Na mwisho waliweza kupanda mti kunako mji wao. Hiyo inaonyesha kwamba tukiwa na miti tutapata maji, tutapata pepo safi na watu wataishi na maisha bora. Upande wa jimbo la Mongala tutamjusha kwamba lakini tumejielekeza upande wa Kolwezi. Liwali wa jimbo hiyo Bwana Jean Cole Papi Ekanga aliweza kufika huko upande wa Lualaba mimi kabisa pa Kolwezi kunako uwanja wa ndege huo, akipokelewa na viongozi pia na ndugu zetu wanaopatikana huko, akijulisha kwamba amekuja kuhudhuria kunako mkutano wa 12 wa liwali hiyo utafanyikana huko upande wa Kolwezi. Na akipiga asante kuona kwamba ni vizuri wakongomani wapashi kujikusanya, wapashi kuangalia namna kuendelesha kazi mbalimbali ya maendeleo ya majimbo zao ama maendeleo ya nchi yetu ya Kongo ya Kidemokrasia. Habari kusika na afya tutamjusha kwamba kufatana na OMS, mmejua ni muungano kubwa ulimwengu wenye husika na afya, watu milioni 600 wamepata kila mara magonjwa yenye kutoka kwa njia ya chakula na 412 wamefariki, milioni 412 wamefariki na magonjwa hiyo. Ni lazima watu wapashe kujua inafaa kula nini, wakati gani inafaa kula na chakula gani inaweza kujenga mwili wa mtu, kwa sababu kuna chakula zingine na mimea zingine tukitumia imeleta matatizo kunako mwili wa binadamu. Na umejua magonjwa nyingi kabisa imetoka kunako chakula. Ni vizuri tupashe kuepuka na tujue
waganga wenye kusika na chakula tumeita wa nutritionist kwa lugha ya Kifaransa, watufasirie, watujulishe vizuri chakula gani unapaswa kutumia wakati fulani, chakula gani hauwezi kutumia ukiwa na miaka fulani, chakula gani mtoto mdogo anapaswa kula, chakula gani mzee anapaswa kula, ukiwa na magonjwa fulani chakula gani unaweza kutumia. Na ni vizuri kabisa. Dr. Desire Bombile aliweza kufasiria kwa sababu yeye ni moja mganga wale kuhusika na kujulisha watu namna ya kuweza kutumia chakula hapa nchi yetu ya Kongo ya Kidemokrasia. Habari kuhusika na uslim ama culture, tutamjulisha kwamba viongozi wa masomo wameita Étoile du Monde, hiyo inapatikana hapa mji mkuu Kinshasa. Ni masomo kubwa kabisa, iliweza kujengwa na bwana Benjamin Chitadi na imeongozwa na kiongozi wao ni bwana Tseka. Mimi kabisa walikuwa siku ya 6 huko kunako Mize. Ni chumba kubwa ya onesaji ya uchoro inopatikana nchi yetu ya Kongo ya Kidemokrasia, na wanafunzi watoto wadogo wale waliweza kuona, wengine wakishangaa, wakiuliza maulizo mbalimbali, mapicha walikuta huko, vichoro walikuta huko, wakifurahi, na yale itaweza kuwasaidia mimi kabisa kwa maadibisho yao, kwamba wao ni wanafunzi wa masomo ndogo, pia masomo ya maternelle inopatikana kunako Étoile du Monde hapa mji wa Kinshasa. Habari kusika na jamii, foundation hiyo kubwa wameita Les Héros de l'Éternel kwa lugha ya Kifaransa, inaongozwa na mama Dorcas Marcus Mwanda. Dorcas Marcus Mwanda mimi kabisa ni kiongozi wa foundation hiyo. Aliweza kujikusanya na wamama, yeye ni mtu wa diaspora, kusema wale kutoka nchi za kigeni. Aliweza kujikusanya na wamama huko pande wa Ipen, mtaa wa Ngalema. Wamama wale wa mkoba wameita Bwadi huko, wakikusanya na wamama wale kuwafasiria na kuwafundisha namna ya kuweza kufanya kazi ndogo ndogo, kazi za mikono, itaweza kuwasaidia siku ijayo ama kusaidia kunako majamaa yao. Ikiwa wakifundisha kusona mavazi, wakifundisha kutengeneza sabuni, wakifundisha kutengeneza mafuta, wataweza kuuzisha na watapata pesa, au wataweza kutumia kunako majamaa yao. Na mama wale waleza mimi kabisa kufuata maadibisho, mafundisho hiyo, na wakijulisha kwamba wamekuja tayari kwa kuweza kutumia yale wamefuata, wale mafundisho wamepata kunako Fondation Héros de l'Éternel inaongozwa na mama Dorcas Marcus mama, na wengine wakuonesha kazi mbalimbali hiyo ya kufanya mashamba, kupanda mimea na kutumika kazi zingine, wakipiga aksanti wa mama wale wa Mbadi upande wa Upen. Tukitoka huko Upen tumejelekeza upande wa Maluku. Huko Maluku kulikuwa sikukuu kubwa kabisa, na burgomestre ama kiongozi wa mtaa wao bwana Alexis Mampa Mundomi ameendelesha kazi ya kutondoa uchafu kunako barabara na kunako mifereji, kusudi maji pashe kuteremuka vizuri, siweze kujana kuingilia watu kunako makao zao. Na kisha kutengeneza uchafu hiyo, walienda vile vile kunako kanisa mimi kabisa Saint Ngondwe, na huko askofu Mtsimba waliweza kubarikia mimi kabisa Grotte Marial, nafasi mama Maria amekaa kunako Notre Dame de l'Espérance, na ilikuwa shangwe pia na furaha kwa ndugu zetu wa Kristo wanaopatikana huko upande wa Maluku, kwa sababu ni shangwe na furaha, wale ni wa Kristo wa Katoliki. Na aliweza kujulisha kwamba mapendo ndio lazima, muungano hiyo tumeita lugha ya Kifaransa unité, kusikilizana, na wote wajue kwamba Mwenyezi Mungu amependa tu mapendo, na tukiwa na mapendo yote tutaweza kuendelea vizuri. Habari za mwisho ni habari kusika vile vitu makanisa. Bwana askofu pia mteule Fumu Mapanda Malamba, yeye ni kiongozi wa kanisa ameita Koneiko Eseko. Yule ametolea watu mahubiri mbalimbali ya Mwenyezi Mungu na amefanya kazi vile vile mbalimbali. Tufate ripoti yake kufuatana na Pentecote. Ni misa kubwa ya Pentekoti iliongozwa na kanisa Koneiko Eseko, yanaongozwa na askofu mkuu Fuma Panda Malanda Zephirin, kuwapo waaminifu wengi kwa kumsali Mwenyezi Mungu, mwaliko heshima mteule wa taifa Kamunani Kalazo pamoja na wengine. Baada ya Pastor Cedric Fuma Panda kufasiria historia ya Koneiko Eseko, ilikuwa zamu kwa msimamizi halali wa kanisa hiyo Askofu Zephirin Fuma Panda kuhubiria kuhusu maana Pentekoti
na vile vile aliwalika waaminifu kusali kwa faida ya wanaraia kupatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, amani na ukimya. Alitoa heshima kwa rais wa jamhuri bwana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, na pia aliweza hivi kufasiria maana kubwa baada ya kupokea zawadi mbalimbali. Mteule Kamunani aliweza hivi kualika kusali kwa ajili ya mashariki mwa taifa na kaidia kutoa misaada mbalimbali kwa faida ya wabibi, wajani, watoto na vile vile mfuko 15 ya simenti, na baadaye kaweza hivi kutembea na kutizama majengo kufanika katika kanisa hiyo. Aksanti, tumepiga nukta ya mwisho kwa machai tuweza kumtarishia kwa magharibi ya leo. Mwenyezi Mungu awabariki. Mimi na ninyi tutakutana tena siku ya kwanza inshallah. Kwa irini, alamsiki. Tout de suite, info en Chiluba.